Na nataka nikwambie, hiki sio kipindi cha kudharau neno, na sio kipindi cha kuringia uzoefu wa dunia. Ni kipindi cha kuringia ufunuo sasa hivi, ambao lazima ukuhamishe kituo, na lazima kufanikishe, na lazima ukuinue, lazima kutofautisha. Si wakati wa kufurahisha watu kwa sababu ya kufanya mambo ya dunia, na kwamba utaonekana kwamba ukiokoka umekuwa mshamba au umekuwa mjinga. Ni wakati wa kutamka kwa nguvu kwamba nimeokoka na mfuata Mungu na nasifuata sheria za Mungu. Maana mahali ule unapofuata sheria za Mungu ni mahali pa nchi nzuri, ni mahali pa mafuta yanayokuinua na kutofautisha, ni mahali pa mafuta ya ulinzi. Sema amina. Ni mahali pa nguvu ya kubarikiwa. Kama laana zimeiangamiza dunia, basi utakuwepo mahali pa kubarikiwa, kwa kuwa utawapendeza watu, unampendeza Mungu kwa kuzifuata sheria zake. Amina, amina, amina. Mungu alifarakana na Israeli, na alifarakana na watoto, na akasema mimi nimeukataa wewe, na nimekataa watoto wako wasiwe kuhani kwangu, kwa kuwa mmezikataa sheria na amri zangu. Hosea 4:6. Kwa kuwa umekataa sheria na amri zangu wewe, mimi nami nimekukataa wewe, na nimekataa watoto wako wasiwe makuhani kwangu. Sasa kama umekataliwa, hata ungelikuwa na ufahamu wote wa dunia haikusaidii chochote, kwa sababu leo unapozungumza ufahamu wa dunia umeshindwa kuwasaidia. Mnakaa kimya kwa sababu nafikiri umewasaidia. Mungu alipoamua kutikisa kila kitu kilichotumainiwa, akili zote za dunia zimeshindwa kustabilize maisha yao na uchumi wao. Ni kwa sababu wameacha sheria za Mungu, na ni kwa sababu wamekataa kanuni za Mungu, na ni kwa sababu wamemkataa Mungu wa kweli, wakatengeneza miungu yao. Sasa miungu yao ya fedha na dhahabu imekufa, miungu yao ya uchumi imekufa, miungu yao ya amani imekufa, miungu yao walioitegemea imekufa. Amina. Hakuna leo, wanatafuta majibu kila mahali. Hakuna jibu nje ya Mungu. Hakuna jibu kwenye vikao, na hakuna jibu kwenye mikutano, na hakuna jibu kwenye matambiko, na hakuna jibu kwenye uchawi, na hakuna jibu kwa sayansi, na hakuna jibu kwa mtu yeyote. Jibu liko kwa Mungu mwenyewe. Utabisha moyoni, utapata kiburi, utachukia, utanichukia, utaona kwamba nasema vitu vibaya, utajaza mwenyewe. Hivyo lazima itokee. Hilo lazima liwe na limekuwa. Amina, amina. Niliongea toka mwaka wa kwanza na yote yametokea. Na leo ninakuambia, ukikwepa ninaosema mwaka huu wa 3 utapata hasara. Narudia tena, ukipata nafasi ya kunisikia leo, unisikie. Lakini ukayaacha hapa, mwaka wa 3 utauona kitu cha ajabu. Lakini ukafuata haya na watoto wako na mafuta Mungu aliyokupaka leo, ukayakamatia, kuna namna ambayo habari zako zitasema. Haujachelewa kokote. Hata kama unaanza leo umefaulu. Lakini ukisema tumesikia mengi, sawa, haya hujawahi kuyasikia baba. Hata ukisema nilisoma hapa, ulisoma hapa katika logos, na ulisoma hapa katika maandiko, ukusoma katika ufunuo wa leo. Na ulisoma katika majira ya dunia, au kusoma katika majira ya ufunuo wa kanisa sasa hivi. Ulisoma mahali ambapo Mungu hakuwepo, umesoma leo Mungu yupo. Ulisoma wakati nabii hakuwepo, umesoma leo nabii yupo. Ulisoma wakati mapenzi ya Mungu hayakusimama, unasoma leo mapenzi ya Mungu yamesimama.